Leo tumekuwa na kikao kazi hapa kijiji cha Masusu kwa ajili ya kuongea na wana Hanang hawa kuhusiana na utekelezaji wa mradi wa maji kupitia ndugu zetu wa Water Aid. Lakini kama kiongozi unajua nimefika hapa sasa, wananchi tukabidi tuwape nafasi ya kuongelea na mambo mengine ili kurahisisha safari ndefu ya kutoka huku Masusu kuja kule wilayani. Kwa hiyo wananchi tumewasikiliza, kwanza tumewasikiliza kwenye eneo la utekelezaji wa mradi huu wa mtandao wa maji kupitia ndugu zetu wa Water Aid na RUWASA. Nimewashukuru, wameongea vizuri, na yale maeneo ambayo wamehitaji support yetu kama serikali tupo tayari kuwa support, hususan kwenye kuongeza mtandao wa maji, kwa maana kuongeza mabomba ya kuwafikia wamehitaji DP ziongezwe na kuongeza mtandao kufika kwenye vitongoji vingine. Na hivi karibuni tayari Mheshimiwa Rais ameshatutengea fedha zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya kuboresha mfumo wa maji hapa Masusu. Kwa hiyo kwenye hiyo hoja mama amemtoa mama ndoo kichwani, kwa hiyo hilo limekwisha. Lakini wamezungumzia kuongeza mtandao wa umeme. Hanang ina vijiji 96, ina vitongoji 416. Sasa kwa upande wa TANESCO tumeshakamilisha zaidi 100% ya vijiji vyote vina umeme, ikiwemo na kijiji cha Masusu. Sasa kuna vitongoji hivyo 416, tumebakiza tu vitongoji 134. Sasa kwa hapa Masusu kuna kitongoji cha Mbuyuni na kitongoji cha kingine ambacho hakina huduma ya umeme. Tumeshatoa maelekezo kwa wenzetu wa TANESCO na wanakuja kupima hivi karibuni baada ya hali ya hewa kukaa vizuri, ili kuanzia mwezi wa 7 na wenyewe uweze umeme kuwaka hapa Masusu. Tumesafiri zaidi ya kilomita 90 kutoka wilayani mpaka tunafika hapa ambapo ni mpakani mwa Chemba, Hanang na Kondoa huku Masusu. Katika kilomita hizo zote tulizotembea umeme upo kijiji kwa kijiji. Kilomita hizo zote tulizotembea maji yapo kijiji kwa kijiji. Kwa hiyo hilo namshukuru sana Mheshimiwa Rais, na tunashukuru wasaidizi wake wote ambao wamejitoa kuwahudumia Watanzania wenzetu hawa, na sisi kama watendaji ambao Mheshimiwa Rais ametuamini tunaendelea kuchapa kazi. Nia yetu na upendo wetu, dhamira yetu kubwa ni kuhakikisha kila Mtanzania anafurahia mahali pake anapoishi bila kujalisha umbali kutoka makao makuu ya serikali na vitu vinavyofanana na hivyo. Shirika la Water Aid ikishirikiana na ofisi ya RUWASA pamoja na halmashauri yako ya wilaya ya Hanang tunatekeleza mradi wa maji na usafi wa mazingira wenye gharama ya shilingi 675 milioni na iliyogawanyishwa katika sehemu mbili. Moja, kutoa huduma za maji na usafi wa mazingira pale shuleni Masusu, shule ya msingi Masusu, na gharama ya milioni 425 kutoa katika huduma ya maji, yani mtandao wa maji katika jamii kufikia wananchi. Lakini tukizitaja hizo gharama ni kubwa. Hii gharama ya milioni 475 inatuwezesha sehemu ndogo sana ya utekelezaji ndani ya huu mradi. Nikianza kwa upande wa mradi wa maji, tunatarajia kuboresha kisima kilichoko hapa kijijini Masusu kwa kukisafisha kitaalamu, mhandisi watasema, baadaye kufunga pampu mpya ya maji ambayo itaunganishwa na mfumo wa umeme, na pamoja nayo tutaweka chujio la kuondoa madini ya chumvi mengi yaliyoko katika maji hayo, ambapo kwenye ubora imebainika chumvi sio kiwango kinachokubalika kwa matumizi ya binadamu. Kwa hivyo basi tunapaswa kuichuja na kisha kuyapampu kwenye matenki tayari yako katika kichanja pale eneo la karibu na shule, ambapo yana ujazo wa lita 30. Maji hayo yatasambazwa kwenye vituo viwili tu, ndio kwa hali ya fedha iliko sasa hivi itakapoishia. Na hapa kijijini Masusu katika upande wa maji, serikali ya Jamhuri ya Muungano tayari imeshawekeza hicho kisima na ina kituo kimoja cha kupatia wananchi huduma ya maji. Upande wa pale shule ya msingi Masusu, nitoe taarifa ya uhakika kwamba tunashirikiana na serikali hii pamoja na halmashauri yako, hasa upande wa elimu, kuboresha mfumo wa maji shuleni, vyoo kwa watoto wa kike na wa kiume pamoja na watumishi ambao ni walimu wako pale shuleni. Kuchelewa si kukosa, ila ni kusubiri. Kwa hiyo na sisi tulichelewa, tukawa tumesubiri, tumeanza kuokota. Kwa hiyo Water Aid, jamani, tunawapongeza sana. RUWASA, hii ndio wa kwetu, karibuni sana. Tuendelee kuwa pamoja. Mara ya kwanza watu hawakujua maana ya maji safi na salama. Na sasa hivi
WaterAid wamekuja, wanatoa elimu, RUWASA wanatoa elimu kwenye mikutano, WaterAid wanafuata. Kwa hiyo ni njia moja ya uhamasishaji mkuu. Kweli nilipofika pale nikaangalia nikasema hivi kwa hili kwani tusini hata kushukuru hii kweli si Mungu ametuona. Unajua kwa sababu nasema hivi mateso tuliyopata hapa kwa maji ni mengi sana hata kama ungesema usirudie maji. Tulikuwa watu tunachota Gisambala na Mapunda tunachota mpaka Muruge, wengine walichota Nangwa. Lakini sauti ya wanamasusu walio wengi wana moyo wa shukrani. Hizi bibi tatu sisi tumezipokea na hakika kwa yale mazingira ambayo imewasogelea watu na haka kwamba imewashusha wakina mama na watoto ndio kichwani. Hata punda amepunzika, kiumbe cha Mwenyezi Mungu kwa kutembea umbali. Maana zamani tunaenda kufuata maji zaidi ya kilomita 13 yale ya bomba.